Sawa dada, subiri hapa niondoke asije kanikuta, maana kaniambia nisimwambie mtu yoyote. Haya, kwaheri. Nilikwambia nini na umefanya nini? Ndugu yangu Rebeka, mimi sitaongea chochote Rebeka. Mimi sitaongea chochote Rebeka, mimi sitaongea. Beka, mbona umekaa hapa? Za siku kwanza. Za siku sio nzuri Chika. Nimekaa hapa kwa sababu nimepewa taarifa mbaya sana, kiasi kwamba nimeshindwa hata kuendelea na safari yangu nilipokuwa naenda. Yaani nimejikuta tu naishiwa nguvu hata kwenye kutembea kwangu. Hebu ngoja kwanza nikae tuongee. Taarifa gani hizo tena? Mbona kama unanitisha? Taarifa gani hizo tena classmate wangu? Mbona kama unanipa wasiwasi? Chika, nilichojifunza leo ni kwamba kosa moja linaweza likagharimu maisha yako yote. Si unamkumbuka Mariam ambaye tulikuwa tunasoma naye sekondari, ambaye alikuwa ni rafiki yake na Rahma? Ndio namkumbuka. Amefanya nini tena? Nadhani unakumbuka ya kuwa alikuwa girlfriend wangu, ila nilijikuta namsaliti na rafiki yake Rahma. Baada ya Rahma kuniingiza katika ushawishi ambao nilishindwa kuuvuka. Na nakumbuka alivyomaliza form 4 alikuwa na ujauzito tayari. Bahati nzuri ni kuwa ujauzito ulijulikana baada ya yeye tayari kashamaliza shule. Katika mahusiano ya mimi na Rahma, kuna siku Mariam alitufumania, na baada ya hapo aliondoka kusikojulikana. Sikuweza kumuona tena. Leo ndo nimebahatika kukutana naye. Niliishi kumtafuta sana ili nimuombe msamaha. Hivyo leo nilivyomuona nikamwambia kwamba sitaweza kukuomba msamaha ukiwa mwenyewe, wala unikutanisha na mtoto wangu niweze kuomba msamaha wote, kwa sababu nilikukosea wewe, lakini nilikosea hata kiumbe ulichokuwa umekibeba tumboni kwa wakati ule. Lakini taarifa alizonipa Chika ndio zimenifanya mimi nimekaa hapa, nimeishiwa hata nguvu ya kuendelea na safari yangu nilipokuwa naenda. Samahani dadangu, naitwa Mariam. Namtafuta ndugu yangu, amevaa gauni nyeupe hivi ndefu, nywele zake kaziachia zimetibuka tibuka. Haujanionea dadangu kweli? Dadangu, hata salamu. Samahani ndugu yangu, nimeharifika, yaani nimechanganyikiwa. Ndugu yangu amefukuzwa, kwa hiyo lazima nichanganyikiwa, yaani akili haipo sawa. Samahani, habari yako? Salama. Unamtafuta ana umri gani? Ana umri wa miaka 21. Asa ni mtu wa kutafuta kweli? Je, kama ameenda kwa bwanake? Eti dadake. Si bora mngempigia simu? Samahani, nilikuwa sina kumbukumbu kama atakuwa na simu. Naomba nisaidie simu yako, maana namba yake ipo kichwani nimeikariri. Naomba nisaidie simu yako. Sio swala la kuhangaika, ngoja nitoe lock nikupe. Namba unayepigia
haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Hapatikani. Hapatikani? Hapatikani hapo kwa bwana yake. Ni mtu mkubwa, miaka 21. Asante dada. Haya, poa. Haya. Kusema kweli najuta sana, yaani najuta mno. Pole sana Dekani, ila kukapa sio suluhisho. Inabidi umtafutie Mariam, muongee, umwombe msamaha na pia mwenyewe ujisamehe, kwa sababu kukapa sio kama ndio mwisho wa matatizo au ndo mambo yatakaa sawa. Hapana. Kifupi mimi ninachokuomba Dekani, kwenye hali kama hiyo unayopitia wewe sasa hivi, usipende sana kukaa peke yako. Kusema kweli Chika, najuta sana. Unajua, mara nyingi kwenye hii dunia katika mahusiano huwa tunawaumiza watu wanaotupenda kwa dhati na tunawathamini watu ambao hata watupendi. Maana hata huyo Rahma mwenyewe mimi sikuendelea naye kimahusiano, alitoa ujauzito wangu na akaendelea sana maisha yake mpaka leo sijui yuko wapi. Nikajikuta namuumiza mwanamke ambaye alikuwa ananipenda. Na haya yote yanayotokea katika maisha yangu naona ni kwa sababu ya ujinga wangu mimi. Kwa sababu haya nayoyapitia kwa sasa yametokana na mapenzi yani ya mimi kwa Melimela na nini, lakini hiyo yote Melimela hakuwa mwanamke mwaminifu kwangu, lakini Mariam ni mwanamke ambaye alithamini mimi ni nani kwake. Yaani hata sielewi Chika yani. Hapana, yaani hutakiwi kujuta, kwa sababu kila kitu anachokitia mwanadamu ni mpango wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo unavyozidi kukaa hapa haisaidii kwamba ndio majuto yako yatapungua au la. Hilo mimi ninachokuomba, nakuona kabisa haupo sawa. Twende kwanza nyumbani tukaongee. Sasa Pinki, sisi tunakutafuta balaa, yaani mpaka umenifanya nimepata losi, nimekodi bodaboda. Buku langu bora si ningejua soda jamani. Yaani umefukuzwa nyumbani, unajua kwamba kuna watu wawili wanakupenda sana, mimi na mamako mdogo ambaye amekuja leo. Yaani tumekutafuta balaa mpaka mimi nimeamua kukodi bodaboda kiasi kwamba nina uchungu na wewe. Kumbe mtu wenyewe umekuja kukaa hapa njiani kweli? Kwa hiyo ulikuwa unataka nikae msikitini au? Yaani ungeona mama alivyonitimua na kaniambia nisirudi nyumbani mpaka nirudi na huyo mwanaume. Unafikiria mimi ningefanya nini? Au ningeenda kumtafutia wapi huyo mwanaume? Mimi nimeenda kwa kina Elia sijakukuta. Nikasema sawa, labda utakuwa umerudi nyumbani. Nataka nirudi tena nyumbani na kukutana na mama mdogo njiani. Ananiambia Pinki kafukuzwa nyumbani. Sasa wewe ulivyokuwa mjinga na zamwamo Chilima Wenge, yaani umefukuzwa na mama kweli na wewe umeondoka. Wewe bana, wewe hasara katika familia. Yaani si ungenipigia hata simu, unajua ili jambo lote sisi wana familia, ungenipigia hata simu. Hiyo simu ningekupigiaje na simu nimeiacha nyumbani. Yaani ungeona mama alivyonitimua. Afadhali mama mdogo wewe kaja. Mama mdogo amwangalia mwanao huyo hapo kakaa chini. Yaani sisi tunamtafuta, nimetumia gharama zangu. Nimemlipia bodaboda 3500 na mafuta yalipopanda bei siku hizi. Alafu kajikalisha tu hapo. Karibu sana Dekani, hapa ndo nyumbani. Asante sana Chika. Hapa unaishi na nani? Hapa Dekani naishi na mama yangu na ndugu yangu. Sema mama yangu ni mtu wa kusafiri sana, ila sasa hivi yupo Kenya. Na pia huwa akienda huko anakaa miezi 3, miezi 6.
sio mtu wa kurudi kwa haraka. Na pia mdogo wangu kama unavyoona hapa niko mwenyewe, yeye ni mtu wa ruchiruchi nyingi, yani ni mtu ambaye anapenda sana kuzurura. Hivyo karibu sana, jisikie kwa nyumbani. Sawa. Pazuri sana. Pazuri yani. Hamna, mbona kawaida tu. Hivi Dekani, ulifaulu kwenda chuo? Maana mimi kwa upande wangu tangia nilivyofeli nikawa tu dada wa nyumbani, ila mwisho wa siku katika pilika tuma wakanifungulia biashara. Hivi muda ule ulivyoona natoka kule ndio nilikuwa hata kwenye biashara zangu. Vipi kwa upande wako, ulifaulu kweli? Nilifaulu. Nipo chuo kwa sasa. Sema ndo tuna likizo ya muda mfupi, hivyo ndo maana nipo tu mtaani na landa hapa na pale. Hivi unaishi wapi, kwa nini kwenu au nyumbani kwako? Ni swali zuri sana ameniuliza. Sasa hapa akili yangu inabidi cheze haraka na akili yake. Kwa sasa natafuta sehemu ya kukaa kwa ajili ya kuwakwepa maadui zangu wasinipate kwa haraka, ili wakati wananifikiria mimi na mimi niwe napata wakati mzuri wa kuwafikiria wao na kupanga mbinu zangu. Na sina uhakika kama Melimela atakubali kuishi na mimi hapo anapoishi. Hivi napaswa nimdanganye huyu classmate wangu ili tuone kama kuna uwezekano wa kuishi hapa, nje niishi hapa kwa muda mfupi. Mwanangu Pinki, kwa nini usinisubirie mimi nitoke msalani? Ningekuja kukutetea mbele ya dada. Umekimbia huko, tumehangaika kutafuta huku na kule mimi na Frenki, kumbe umekaa hapa mwanangu. Kweli? Nasema mdogo, mimi hapa nilikuwa sina pa kwenda na mama amenifukuza nyumbani. Jamani, mimi nina wazo. Nina wazo. Wazo langu lilikuwa nasema hivi mdogo na Pinki, kwamba mimi hapa nimtafute mtu, tumpeleke moja kwa moja kwa mama, tumwambie kwamba tumdanganya ni mama kwamba ujauzito wa Pinki ni wa huyo mtu tulomtafuta. Najua huyo mtu atahitaji malipo, na hiyo hela nadhani kulipe wewe, kwa sababu wewe ndo mwenye shida wewe. Yaani wewe mkimbiaji unatangatanga kama mkimbiza soko na kwao. Wewe ndo ulipe wewe. We ishi hapo hapo, mimi sina la kumpa. Kwanza haya yote wewe ndo umeyasababisha. Naishi kwa mshikaji wangu. Baada ya baba kufariki, ndugu aligawana mali zote. Kila mmoja akawa amechukua cha kwake akaondoka nacho. Kwa hiyo watoto tulibaki bila kitu. Ndipo brother akawa amepata kazi ya kwenda huko nje ya nchi. Ndio amekuwa kitusukuma sisi kidogo kujiendeleza na masomo. Ila napokaa na penyewe kumeanza changamoto, mshikaji wangu anaanza kubadilika sana. Kiufupi tu ananifanyia vitu ambavyo ni vya namna mtu ambaye ameshanichoka, nahitaji niondoke kwake. Sio kwa maneno, sio kwa vitendo. So hata huu muda ambapo ulinikuta pale, nilikuwa naenda kwa mshikaji wangu mmoja hivi kuongea naye ili walau nichoke kwa uje mambo kuna kaa sasa hivi nihamie kwa ndugu yangu mwingine huyo, ambapo kwa siku kadhaa nitakuwa najiangalizia huku nikijaribu kutafuta namna kuwasiliana na brother kwa sababu simu kubwa sina. Pole sana Dekani. Sasa nilikuwa nimepata wazo hapa. Wanaje mimi nikaongea na mama ili kama kuna uwezekano uje ukae hapa, maana kuna chumba kwa kila mtu. Hivyo kama ikiwezekana ukae hapa, huko unafanya mawasiliano na kaka yako ambaye yupo huko nje. Kulipo kama umekaa huko kwa mtu ambaye unanyanyasika kati kama bazika. Bila wewe kwenda kumwambia ili hata mama asingejua na hata asingefika huko. Mimi sina hela ya kutoa. Yaani sina kabisa. Mama mdogo, unamuelewa huyo? Huyu ni mwehu, mwanao odo wako, huyu ni mwehu. Wewe kila siku unaniambiaga, mimi na sponsor wangu wa TikTok ananipaga hela. Hela zenyewe ananizipaga ni dola. Hizo hela anazokupaga zipo wapi sasa? Mimi nakwambia kitu kidogo tu, mtu mwenyewe atataka labda hata 50,000, 15,000, shilingi ngapi la ndogo ndogo tu hizi. Alafu unasema wewe hela una. Sasa ili jambo tunalolifanya kukustili wewe, alafu mwenyewe utakustili. Kwa hiyo vipi mgeli? Mgeli Makonde nini au chinga?
Wewe mambo ya sponsor wangu na mimi kunitumia hela wewe hayakuhusu. Kwa hiyo naomba umwache kama alivyo. Hajaiko kwa ajili ya kulipia mimi madeni. Na hilo wazo umelitoa wewe, kwa hiyo kama unaweza lipa wewe hiyo hela. Usinichanganye. Sitaki makelele. Mmenielewa? Hiyo hela mimi nitailipa. Frank, fanya jitihada kumtafuta huyo mwanaume ili tende kwa dada akazungumze naye ili mambo yaishe. Sitaki makelele. Mmenielewa? Navyomjua dada yangu, tusipoenda na huyo mtu hawezi kumkubalia, atatufukuza wote. Basi sawa mama mdogo, tungeenda basi wote tumtafute huyo mtu, kwa sababu huyu ameshaambiwa akirudi nyumbani arudi na mwanaume wake. Oya mgeli, inuka basi tondoke. Kia tu Losi mama mdogo, tulipoje? Sio wazo baya Chika, ni wazo zuri sana, ila tu pengine kutarajia majibu ya mama atapokea vipi, kwa sababu unajua mimi ni mtoto wa kiume, afu hapa amesema mnaishi tu na ndugu yako, kwa hiyo sijajua atafiki vipi, ila natamani sana yani kama angeelewa walau mngenisaidia, kwa sababu nafikiri sitoka kwa muda mrefu, ni kwa siku kadhaa tu kunajiangalizia na nini, mwisho wa siku na mimi naweza nikapata pesa akanitumia brother nikaenda kuchukua chumba changu. So sielewi mama ataelewaje, lakini ila natamani iwe hivyo. Okay. Kuhusu hilo usijali. Mama ana shida, hivyo nitaongea naye, kila kitu kitakaa sawa tu. Kwa na amani, nisikipo nyumbani yani. Okay, deka, nikupe kinywaji gani unatumia? Wala usijali. Nafikiri nipe tu maji ya kunywa, maana na kiu sana hapa nilipo. Deka, karibu maji. Asante. Basi ndio unashushia kwa sababu kuniendea chakula. Sawa sawa. लिख गया मुझ में तू ही तू, दिल की स्याही से तेरा नाम मैं लिख दूं, सांसों की कागज पर तुझ में ही मैं. Sasa sio ungekuja ukaniwashia kidogo na TV hapa niangalie angalie. दिल की स्याही से बस तेरा नाम रहता. तेरी कंधे पे रख के सर दुनिया सारी भूल गया, तेरी पलकों की छां में खुद को तुमने ढूंढ लिया. Dada, sijakufanyia hivyo ili kukomoa, ila nilitaka kukufundisha. Ukikatazwa kitu elewa. Rebeka, naongea Rebeka. Asante sana mdogo wangu, ila mimi sijafanya hivyo kwa nia mbaya. Nimemwambia tu Dafina, kwani yeye si ndugu yetu? Naelewa, ila maana ya kukuzuia, nimekuzuia kwa sababu sitaki jamii ijue mimi ni nani, kwa sababu nitaongeza maadui watakaotaka kudhibitisha nguvu nilizo nazo, na mwisho wa siku itaweza kunigharimu hata nikapoteza maisha yangu, kwa sababu utakapomwambia huyu atamwambia mtu mwingine. Nimefanya hivi kwa usalama wangu. Hapo sasa nimekuelewa mdogo wangu Rebeka. Na hata Dafina akirudi nitamwambia nikopo na mdanganyi, imadi hiyo siri ibaki kwangu mimi na wewe. Sawa dada, nitafurahi sana ukiifanya siri. Hapa sikai tena, maana huyu mtoto atakuja kunigeuza kuwa mbuzi, na nikiondoka sidhani kama nitarudi. Fina,
Kwa nini nafikiria kuondoka? Usifanye hivyo, maana huko utakapokwenda si salama. Kama uniamini, we nenda. Rebeka, mambo vipi mdogo wangu? Safi kaka Dekan. Shikamoo. Marahaba. Mimi kuna sehemu naelekea mara moja, kuna mtu na shida naye, naenda kuonana naye. Ila kuna kitu naomba nikuombe mdogo wangu. Unajua ile siku ulivyonisaidia pale tulipoachana pale, kiukweli uliniacha njia panda sana. Yaani sikuelewa, yaani umemfahamu vipi mama yangu kiundani kiasi hiko? Hebu niambie, walau hata kidogo, unitoe kwenye huu wasiwasi nilionao na ili fumbo lilonifumba. Unamfahamu vipi mama yangu? Kaka, hapa ndo nyumbani. Ukipata muda utakuja, nitakueleza kila kitu. Ngoja basi niende dukani nikanunue vocha. Nataka nimpigie mama nimwambie kwamba Dafina kaondoka nyumbani. Sawa mdogo wangu, dukani utaenda, na hapa nyumbani kwa sababu nishapajua nitakuja pia, utanielewesha zaidi, lakini natamani walau niambie hata kidogo tu ili nijue, kwa sababu nina wasiwasi sana kwa sasa kutamani kujua hili jambo, kwamba wewe hapo unamfahamu vipi mamangu na iweje wazazi wetu wote wafariki ndani ya siku moja. Kwa hiyo hicho kitu kinanipa sana mawazo. Rebeka, walau kidogo mdogo wangu niambie. Sawa, ngoja nikwambie. Kiufupi ipo hivi, mimi dada Fina na wewe, mama yetu ni mama yako.